Watu wasiojulikana wamevamia nyumba moja inayoishi watu 8 maeneo ya Jumbe Ipa, kuwapiga mapanga na kuwaibia simu zao, jambo ambalo limeleta taharuki kubwa katika eneo hilo na kusababisha majeraha kwa baadhi ya wakazi hao. Zantime Media imefika eneo la tukio na kuongea na naibu sheha pamoja na wahanga wa tukio hilo kama hapa wanavyoeleza. Mnamo tarehe 7 ilikuwa ni Jumanne saa 5:30 usiku. Maana walifika watu ambao hatuwafahamu wakiwa na pikipiki, wapo watu watatu. Wakashuka na pikipiki. Baada ya kushuka na pikipiki wakanifuata mimi ambapo nilikuwa nimekaa, ambapo ninaishi ni nje, nilikuwa nimekaa na simu yangu. Baada ya kufika walikuwa wanafanya namna fulani kama wanataka kunihoji kitu fulani. Yani walikuwa wanataka kunihoji kitu fulani hivi. Hapo namna yao wakataka kama kunifanyia unyang'anyi wa nini wa simu. Baada ya kutaka kunifanyia unyang'anyi wa simu, mimi nikagutuka hicho kitu na kuanza kuwaita wenzangu ndani kuwa jamani, tumevamiwa hapo, jamani, majambazi. Hapo ndipo watu wakaanza kuamka na wale jamaa wakaanza shambulio la mapanga, makoleo na visu, kuanza kujeruhi baadhi ya watu, na mimi mmoja wapo ambao nilipigwa, nilivimba mkono. Wakaanza kufanya na unyang'anyi wa simu. Simu karibia 8 ziliondoka hapo ndani. Baada ya tukio, katika kujitetea kwetu kuwakimbiza hivi na hivi, wakadondosha simu yao ndogo. Jinsi ya hivyo tukio lilivyokuwa hivi. Baada ya kutokea hilo tukio, usiku huo kaenda kuripoti kituo cha polisi, kaandikisha kila kitu, wakakabidhi na ile simu ambayo walikuwa wameidondosha simu yao. Na polisi ndipo wakaanza kusema kwamba wakatupa PF3 ambao baadhi ya watu watatu tulikuwa tumepata majeraha, ili tuende kuripoti kituo cha tuende hospitali. Kwa wale wanaofanya matukio kama haya, maana washughulikiwe kwa haraka ili waweze kukamatwa. Maana toka tukio litokee kama ni wiki sasa na nusu, maana hakuna taarifa yoyote tuliyopokea kwamba hawa wameweza labda kukamatwa au imekuwaje, ufuatiliaji wao yani upoje, yani umefikia hatua gani. Mpaka sasa hizi bado hatuelewi ni hatua gani iliyofikia. Mnamo tarehe 7 saa 5:30 nikiwa nimepumzika maeneo ya pale, nikasikia kelele ya jamaa watatu ambao walikuwa wamekuja pikipiki wakiwa na zozana na mwenzangu aliyekuwa amekaa hapa anaongea ana simu. Nikaja nikaamka. Nilipoamka nikawauliza shida gani? Wakaniambia kwamba huyu hapa anatujibu ovyo, sio hivi na hivi. Nikamwambia hivi na hivi ni nini? Wakaniambia anatuzingua. Akatoka hapo na nani? Akatoka hapa sasa akaenda kwenye pikipiki kule. Kwenda kwenye pikipiki akachukua panga na mwingine koleo. Huyu akiwa ameingia ndani kwenda kuwapa taarifa wenzake kwamba hapa tumeingiliwa na watu ambao tusiowafahamu. Basi mimi nikawaambia hapa, jamani, huyu bwana mdogo achane naye, basi kama amekosea basi mwacheni, sababu nini bwana mdogo. Wakasema hakuna si na nini, unasemaje hivi na hivi. Sasa na mimi nikaingia ndani. Kuingia ndani wakaja na mapanga, na wenzetu wakiwa wameshalala tayari. Kulingana na shughuli zetu ambazo tunazofanya, sisi tunafanya mambo ya isolation, mambo ya wifi, tunasambaza mkoa huu wote wa Zanzibar. Kwa hiyo sasa wakawa wamechoka, watu wamelala. Wale jamaa wakaja na tochi na makoleo na mapanga na visu. Wakawa namulika mmoja akimpiga, wakimwambia kaa pale. Akinuka anampiga kaa pale. Basi tukakaa wote kwa pamoja. Kwa pamoja wakawa katupiga, wakachukua simu zetu na pesa akaweza kufanyaje? Kuchukua. Mmoja wetu akahangaika akachukua mkanda, sababu wale jamaa walikuwa bado wanahangaika na sisi kuendelea kutupiga na kuhitaji vitu vingine ambavyo
wanaona kwamba wataweza kuvipata katika eneo lili huko ambako tunakoishi. Huyu mmoja akachukua mkanda akarusha, yule jamaa akafanyaje, akatoroka, akakimbia, akatoka mlangoni. Toka mlangoni tukabidi tufanyaje, tuwakimbize. Tulivyowakimbiza, mmoja akadondosha simu. Alivyodondosha simu, basi mimi nikafukuzia kule nikiita mwizi. Tukafikia hapo, tukarudi, tukasema uamuzi ni nini? Tukasema hapa inabidi twende kituo cha polisi. Tukaweza kwenda kituo cha polisi. Fika pale tukaelezea juu ya tukio ambalo tupata kwamba watu watatu walikuja na machepeo na panga na visu. Basi tukaweza kuandika maelezo ambayo ya tukio ambayo yaweza kufanyaje kutupata sisi. Wito juu ya hawa ambao wanaofanya matukio kupora watu simu, kukaba, tunawapa wito wale mashea na mwenyekiti, sababu hao ndio wanaokaa na jamii, kwa maana hao ndio wanawajua hao watu kwamba katika mazingira yao. Kwa hiyo kila mjumbe au mwenyekiti angalie jamii yake iliyokuwa katika eneo hilo, kwamba kama wahalifu waweze kuripotiwa polisi, ili waweze kuwasaidia polisi kuweza kuwakamata hao watu kwa urahisi, sababu hao shea na mwenyekiti ni watu wakubwa sana katika eneo, sababu wao ndio wanaishi na jamii. Mimi nakumbuka au majira baada ya tukio kutokea, haikoso kwamba ni jambo jema sana, lakini kwa vijana wenzangu mimi ninachosii, naomba tufanye kazi na pia uongozi huko tusaidie kulinda uhalifu kama huu. Naibu sheha wa shehia hiyo ameeleza jinsi alivyopokea tukio hilo na ametoa wito kwa jamii kwa wanaofanya matukio kama haya. Haya matukio ni mara nyingi yanajitokeza, lakini sasa akijitokeza tunashughulika na viongozi wenzangu mpaka inawezekana hawa watu wanakamatwa. Binafsi yako kama kiongozi wa sheria, tunataka tuone ni namna gani utakemea. Mimi kama kiongozi, ukemezi wangu kuhusu haya matukio, vijana naomba tu wajishughulishe na kazi mbalimbali, maana kazi zipo nyingi za ujenzi, na vijana wengi sasa hivi wanajishirikisha na bodaboda. Mambo ya wizi ni mabaya, au watafute biashara yoyote wafanye. So kukuta watu wamekaa wamestarehe na starehe zao, kuwapora simu na kwa si vizuri. Wito wako kwa jamii? Wito wangu kwa jamii, naomba kwanza wao wenyewe wajitahadharishe wao wenyewe kwanza. Unapotembea njiani, kuwa na tahadhari na simu yako uliyokuwa nayo mkononi, kwa sababu hili si la kwanza wala si la pili. Na taarifa natoa kwenye jamii, jamani, kuranda mwisho saa 4, kila mmoja awe na utulivu kwake. Na vijana zaidi hawa na vyuo au watembea kwa miguu, wote wale wanapenda wana touch njiani, anapita anachezea simu, na hawa jamaa ndio wanapopata nafasi ya kuchukua simu. Kwa hivyo wawe na tahadhari hiyo, asisubiri mpaka uongozi uwe beneti nao. Mimi ni Amina Lumwecha, hii ni Zantime.